Ngumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Stesheni, mitaa Kaburi Moja jijini Dar es Salaam. Na huyo mbele yangu nayemuona hapo ni Uchebe wa Young Africans. Ana furaha kweli kweli baada ya kuiona timu yake imetinga katika hatua ya nusu finali. Sasa ni rasmi, Simba dhidi ya Azam FC, Singida Black Stars dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Ndugu yangu, heri lakini niko njema kama unavyoniona. Kwanza na feel the vibe. Umeona brand yangu hiyo? Uchebe pub. Feel the vibe. Sisi sio Mario kama Simba bwana. Sio Mario kama Simba. Sisi wapambanaji. Umenielewa? Na timu inapambana, viongozi wanapambana, mashabiki na wanachama tunapambana. Aishi mpaka ishe. Hii aishi mpaka ishe. Umenielewa? Yaani ukisikia mwisho wa matukio ndio utakuwa mwisho wa sisi. Bwana, mimi na wewe tuzungumze jambo moja bwana. Anaitwa Mwamba Celestine Ekua, anaipeleka Young Africans katika hatua inayofuata ya nusu finali. Unajisikiaje kwanza? Kwanza najisikia furaha kwamba unakuwa na mchezaji sio mzigo. Unakuwa na mchezaji mwenye faida. Wakati mgumu umekata tamaa, anaenda kufanya maajabu. Yaani la ya kuwa na mchezaji kama huyo ndo la ya kumiliki, kwamba kujiona wewe upo kwenye klabu kubwa yenye thamani. Kwa sababu kuna wenzetu wanasikilizia tu nani atagonga bomu muda wote ule. Papatu kwa gwangwangwangwa. Ile goli la Celestine Ekua nika review nikasema usikute Daizi alichukua mbinu kwa huyu. Oya, engo ile mfumo ule kudadadeki, nikasema oya Celestine Ekua umevujisha siri, Taifa Stars tukawa tutoki. Wewe ulimpa mbinu Daizi. Kwa nini ameenda kupiga engo ile? Na Celestine Ekua jana kaonyesha kwamba yeye ni jasusi wa nani? Wa Daizi. Sure. Kwani uongo? Wewe uliona ile shoot? Lakini si ndio mlikuwa mnamtaka mumtoe kwa mkopo. Nani? Wewe athubutu. Tunamwambia Celestine Ekua, wewe acha tu kucheza na mashabiki. Cheza mpira wako. Sisi mashabiki tutakuimba sana. Ekua hizi sijui nini, cheza si chafua, sisi tutafua. Tuachie sisi. Wewe cheza pale. Cheza pale. Na maokoto atakuja. Sisi wana Yanga tuna gamba mbamba. Achana na kucheza na mashabiki. Yaani unajua zile mambo za Morrison kuchezaga na mashabiki na jukwaa si nani kucheza, hizo achana nazo. Morrison yani Celestine Ekua ni mchezaji mmoja mkubwa sana. Yaani tulivyosema duduwasha kweli kweli. Kwenye mpira huu, oya likikuwasha utachagua wewe pa kujikuna. Umenielewa? Likikupiga utachagua wewe pa kufanyaje? Pa kujikuna. Yale magoli yake ndio ya viwango namna hivi. Uliona hapa KMC anavyofunga zile Kevin Umeona jana amerudia tena kule wapi? Zanzibar, New Amani Complex pale. Kaipiga kwanza ile nikasema kudadadeki. Daizi wewe tumejua jasusi wako. Ni Celestine Ekua. Celestine Ekua. Yule ndio akavujisha akamwambia wewe ukitaka kufunga Taifa Stars kapige pale pembeni nganga. Umenielewa? Na yeye jana kana. Kwa hiyo Celestine Ekua oya ni mtu na nusu. Ni mtu na nusu. Bwana, kituo kinachofuata, kabla sijaenda huko kwenye kituo kinachofuata, umemwona mwanangu Damaro. Ile mwamba kati pale dimba. Uliona zile kwanza tackling anazolala zile? Slow but sure. Uliziona? Nimeziona. Hoya, kama hataki hivi ndio kumbe anaingia yani. Alafu anaichukua mali, anaitupa. Inafungua tu hivi kudadadeki turbo wapi mwamba amekaa mahali paka na oya. Kuna watu huu mwaka aliyesema huu mwaka oya, mimi nawaambieni hivi. Hii 2026 watu wasijichanganye. Wasijichanganye. Kwa hii Yanga baba, kwanza kuna ukuta ambao dunia imeshangaa. Imejiuliza Tanzania ina ukuta bora wa namna hii? Umenielewa? Wachezaji wa Madrid, PSG, si Manchester United
si Chelsea, si nani, wote wanajiuliza hii ukuta vipi? Kila ukigeuka anakwambia hii ukuta wa Yanga national team hapo, kila ukigeuka ukuta wa Yanga. Nasemaje? Baka anasumbua, Jobu anasumbua, Mwamnyeto ndo siseme ndo mashine mtupu. Yule beki wa nani yule anaitwa nani yule, kuna beki moja mashine hatari moja inaitwa nini, beki, yaani watu walikuwa wanamwangalia hivi wanasema huyu ndo Mwamnyeto, yule ndo yule beki yule England anaitwa Hakimi. Achana na Hakimu, Hakimu pale amefeli na wewe. Nani yule, kuna beki moja anacheza England na wewe, na nitoka ile jina nitaka niseme anaitwa nini, sio nimemsahau hapa, ila jina lake naanza na Sese, nimesahau hapa. Yule mwamba ni mtu na nusu bwana, Baka nani, Mwamnyeto ile ndio beki ya mechi kubwa, umenielewa? Hapo walikuwa wanawaambia tu Dickson Jobu fanya hivi, Baka fanya hivi, Huseni fanya hivi, acha mambo yako, hauko Simba hapa na kuagiza kafanya hivi. Toto anachangamka dada deki, hebu muona Mohamed Hussein anapanda mpaka kule kwa nani, kwa Hakimu kule, kapiga hadi Bensela. Ashraf Hakimu amepiga hata Bensela kwetu, na kuuliza amepiga amepiga, lakini si zao la Simba. Zao la Simba kivipi? Kafundishwa wapi mpira sasa hivi? Leo Mohamed Hussein, mpaka unajiuliza huyu Mohamed Hussein aliyokuwa Simba na Yanga ni watu wawili tofauti? Kwani uongo? Makuzi yake amekulia Simba. Sikiliza, kakuliwa yote wamemfundisha Simba kule, mimi sijakataa na sijabisha, lakini wapi anakichafua? Mohamed Hussein alivyokuwa Simba anaweza kaaminiwa dakika 90 kwenye game? Nakuuliza, dakika 90 alikuwa anaaminiwa? Kaja Yanga huko amekutana na Msuva, cheza ndo kapteni ala. Wewe sikiliza na kuelekeza hiyo, nakupa kodi, achana na Mohamed Hussein yeye. Ule ukuta wote ulikaa wa Yanga, tulikosa Mzize pale mbele, taifa lingevuka. Umenielewa? Taifa lingevuka, tulikosa tu Mzize pale mbele. Ila nawaambieni safari hii Mzize sana rudi, alafu tunakuwa na Mwamengo, tunakuwa na Pakome. Tuleteni timu yote Afrika hii pale mbele, tunakuwa na nani, Pakome, Mwamengo, tunakuwa na Clement Mzize. Tuleteni timu yote Afrika hii tuionyeshe kazi. Sioni timu ambayo itakuja kusumbua, tunakuwa tunaamua tu. Yaani Yanga sasa hivi kicheza na timu yote Afrika hii, ulizeni Yanga amefunga goli ngapi? Hiyo story ya mjini, Yanga imefunga goli ngapi? Umenielewa? Hapa katikati baba, unakuja unakutana kina Damalo, kina Mdathili, hafu kuna mashine moja inakuja sasa. Nipe kodi. Nipe kodi. Inaweza ikatambulishwa hata leo mchana. Nipe kodi. Nakupa hiyo. Inaitwa Depu, naijua Depu. Ile ni Depo ya Angola. Utajua, tulia. Toto imetoka Poland, unajua Poland wewe? Umeshaifika Poland wewe? Unajua? Inakuja pale ile toto, yani kwenye mpira kama flexible stick yani. Unajua flexible? Hey, oya, mimi naambieni, mimi huyu engineer anakotaka kuipeleka Yanga, inatakiwa waandishi mwage mnahoji mapema. Una mpango gani na mpira wa Afrika? Mimi nimewaambia Yanga hii ya safari hii, tuletee timu yoyote Afrika hii tuifanye chochote tunachotaka. Leta timu yoyote Afrika hii tuifanye tunachotaka. Africans dhidi ya Singida Black Stars. Hussein Masanza anasema kwamba mmeamua kilichokuwa bora, mnakwenda kukutana na timu iliyokuwa bora. Mwaka jana tunachukua fainali ya CRDB, tulichukulia kwa nani? Tulicheza naye nani? Mkumbushe, uwanja hujabadilika. Umenielewa? Tunachukua fainali ya CRDB Federation. Tumecheza na nani? Na nani? Na uwanja gani? Na leo tunaenda kule tunakutana na nani? Na Singida. Waambie Masanza, mwambie mapema uwanja haujafanyaje? Ila wachezaji wa Yanga kuna wengine wamebadilishwa, wameongezwa ubora.
Kucheza sasa. Wakina nani ambao? Kama Damaro. Kwa nini asicheze? Sio yeye Masanza anasema kwa mujibu wa makubaliano yao. Makubaliano ya vipi? Bora sisi tumewapa nani wale jana simeona TRA. Tumewapa Dennis Nkane amecheza. Ameomba nini? Masharti ya nini? Wewe unajiamini, leta mzigo. Umenielewa? Vipi mbona anaanza kutema mate mapema? Hali ishakuwa ngumu. Pisha. Tuachie, sisi tunataka fainali. Tushaambia sasa hivi. Msimu huu weka kombe lolote. Hata liwe la sisimizi, si Yanga tunabeba. Weka kombe lolote. Hata liwe la sisimizi tunabeba. Umenielewa? Hatuachi kikombe cha aina yoyote. Sasa tunaenda kuambia booster inayoenda kufungwa kesho na Singida, kesho kutwa, ni moto wa kuotea mbali. Hapo ndo tunaanza sasa. Yaani kesho kutwa Mapinduzi ndo inaanza. Huku kwingine la shalasha tu. Tulikuwa tunacheza na nani hawa KVZ? Ni bora sana lakini alikutana na timu bora. Hawa TRA ni bora lakini alikutana na timu bora zaidi. Sasa tunaenda kuanza game ya Mapinduzi yenyewe kuanzia lini? Kesho kutwa na Singida. Tukisha mpofoa yule, sielewi finali tunakutana na nani, ila naamini inakuwa Mzizima dabi. Naamini finali inakuwa Mzizima dabi. Mzizima dabi sasa si ni Azam na Neliu na Simba? Alafu Yanga na Azam. Niambie. Yanga na Azam. Waseme wao sasa. Nakuuliza wewe. Yanga na Azam itakuwa nini? Kama Azam na Simba ni Mzizima. Yanga na Azam itakuwa nini? Niambie. Hiyo ndo dabi bora inaenda kuonyeshwa Mapinduzi. Yaani mnamkatia tamaa jirani mapema. Sasa nani wa kumuona kumtoa Azam? Simba. Simba kwa Azam ni sawa na mtoto wa kambo. Umenielewa? Mtoto wa kambo hawezi kufoka. Unamfokea nani? Labda umkute baba mbwea. Ila baba aliyekamilika na uchumi kama mimi Uchebe Yanga. Unamfokea nani? Hicho najua hicho. Sikiliza. Simba kwa wachezaji ile ya Nabi Kamara. Kwanza uliona ule mkwaji ule wa shuti la mbali mita 35. Nina mtoto na mdogo wangu yuko shule ya msingi. Anasumbua balaa kuliko Nabi Kamara. Umenielewa? Anakichafua kuliko Nabi Kamara. Simba akimuona yule mdogo wangu wanapita naye kama upepo. Simba amecheza na vitimu vya ovyo sana. Ndio timu ambayo imetoka Tanzania bara, imeenda visiwani, imeenda kukutana na vitimu mchekea vya ovyo. Haijawahi fikiriwa. Mwembeni wewe unajua Mwembeni ya wapi? Hata Wazanzibari wenyewe wanashangaa. Mwembeni ya wapi? Haya, nikauliza sasa. Nini ile? Fufuni ile? Nikauliza wale wa Zanzibari. Zanzibari naomba maana ya fufuni. Kumbe ni vijana wanaozurura ufuko wa bahari, pembezoni mwa bahari. Ile ni timu ya Masela. Timu ya Masela bado imepata goli kwa Simba. Sio goli tu, ni goli zuri. Goli la kiwango mno. Umenielewa? Ukichukua lile goli la Nabi Kamara, ukichukua na lile goli la Fufuni. Kwa sababu sijajua jina lake sikumshika. Yule wa Fufuni yule mchezaji aliyefunga lile goli. Ukichukua lile goli na la Nabi Kamara linaacha gepu mbali kabisa. La Fufuni liko juu. Kwanza katumia ufundi, yani kwanza kama ana ukevu fulani hivi. Lela Nabi Kamara kapiga tu pu. Kwani tunadanganya, simliona? Umenielewa? Yule mchezaji wa Fufuni yani kaupiga yani kama na ukevu hivi. Ulienda hivi yani. Sio kameramani, hebu ionyeshe vizuri. Ilivyoenda ilienda hivi. Yani kama Pentagoni, kama si nini, goli. Lela na Nabi Kamara ilienda pu. Upepo tu ulitokea au kasindikiza golini. Umenielewa? Kwa hiyo kuna utofauti. Umenielewa? Muongope kocha wa Simba mpya. Tena yule, ngoja niwaambieni kabisa. Waandishi msije mkachomwanisha. Mimi nachoweza kuwashauri Simba waishie nusu finali. Wakija finali yule kocha anatimuliwa kule Mapinduzi. Ndio kocha wa kwanza kuja Bongo na kutimuliwa Mapinduzi. Atakuwa Steve Baker.
Kwani mimi nachekesha? Derrick, uniamini? Ndio nakusikiliza hapa. Ndio kocha wa kwanza kuja Bongo. Anaishia kufundisha mapinduzi na kuondoka. Hivi mara Papa akamfunga Azam 5. Aye. Ameshindwa kwa Fufuni na Mwembeni. Ngoja sikiliza. Mimi narudia tena kauli yangu, naomba nielewe vizuri Derrick. Yule Azam, umenielewa? Azam kwa Simba ni Azam ni baba wa kambo kwa Simba. Azam ni baba wa kambo kwa Simba. Kwa hiyo Simba hawezi kusema chochote kwa Azam. Iwe jua iwe mvua, bahari imechafuka hajachafuka, Simba anafungwa. Anambishaje kwa Azam? Nakuuliza wewe. Haya, ngoja kina Nabi Kamala, kina Duchu wa Mbeya, hawa kina nani hapa? Kwanza umesikia wanawasubiri na wale watu wa Shomari Kapombe Kagoma. Disha dogo wamesajili? Wamesajili? Disha dogo? Ndio wamemleta Chama? Bado. Wamemtambulisha nani? Bado. Yanga amesajili, ametambulisha Viuma. Azam kasajili, katambulisha na chuma zimeziona kule. Umenielewa? Simba sasa hivi anachosubiria huruma ya Chama. Anakubali kurudi au anakula mkazo? Umenielewa? Haya, ukija kuangalia story kubwa ambayo ina make headline sasa hivi, nyingine nawapa hiyo, amsemi. Umenielewa? Simba pia ametuma barua kwa Morrison. Kwamba anamhitaji arudi. Yaani sasa hivi inarudi sasa kwenye kuokota. Simba inaokota. Inamsajili na ni hela hawana. Ndio hiyo timu iende fainali.